Hakikisha ukitoka unafunga mlango wangu. Ni nani huyo anaambiwa akitoka kwangu hakikisha anafunga mlango? Janet, hebu amka. Nini bwana? Hebu niache mwenzio na usingizi. Wewe si nimekuambia ukitoka ufunge mlango? Hebu amka uniambie huyo uliyemwambia akitoka afunge mlango ni nani? Isiaka, umetokea wapi asubuhi yote hii? Asubuhi gani? Yaani mtoto wa kike unalala mpaka saa 4? Hapana mme wangu, nimechelewa tu kuamka bahati mbaya. Hebu amka uangalie nyumba ilivyokuwa chafu. Wiki hii nzima nilikuwa naumwa. Ndio maana unaona nyumba ni chafu kiasi hiki. Yaani kazi yangu ilikuwa ni kula na kulala tu. Mbona hukuniambia kuwa unaumwa? Mimi sikukwambia kwa sababu sikutaka uje nyumbani kwa kuwa mimi naumwa, bali nilitaka uje kwa kuwa umenimisi. Kwa hiyo, ulikuwa unaumwa wiki nzima? Ndiyo. Hata jana ulikuwa unaumwa? Ndiyo, yaani leo ndo naanza kupata nafuu. Hivi mgonjwa anaweza akavaa hizo nguo ulizovaa kweli? Hizi nguo nimevaa kwa sababu najua niko ndani peke yangu na hakuna mgeni yeyote ninayemtarajia. Na huyo uliyekuwa unamwambia akitoka afunge mlango ni nani? Ni rafiki yangu Batuli, alikuja kuniuguza. Okay, mimi sasa hivi natoka. Naenda kwa mjomba mara moja. Nikirudi tutaongea vizuri. Ila nataka unyooshe maelezo. Maana sielewi hiki unachoniambia hapa. Jamani, yamekuwa hayo tena. Si ungesubiri kidogo hata nikuandalie chai? Wewe pika, lakini maelezo pia uandae. Kwa sasa wacha mimi niende kwanza kwa mjomba. Tutaonana baadaye. Mungu wangu, huyo atakuwa kashajua ukweli na kuja kufukuzwa mimi. Halo mtaalam, yule mume wangu mtarajiwa tayari kashakuja. Ndiyo, si nilikwambia namfanyia kazi. Asante mtaalam, naona kazi yako imezaa matunda, lakini amekuja na kunikuta katika hali isiyo ya kawaida na hofia anaweza kuniacha. Tafadhali naomba unisaidie. Wewe tulia. Hawezi kukuacha. Kibatari si bado kinawaka? Kibatari kimezima. Kiwashe, kisha nuia mambo yote unayotaka kutoka kwa mume wako. Kisha chukua zile dawa zako ukaoge, na kuhakikishia ukifanya hivyo atarudi akiwa mpole kama kobe. Sawa babu. Ewe njiwa, peleka salamu kwa yule wangu muhibu. Sijui umenifanya nini wewe mtoto. Yaani muda wote na kuwaza wewe. Wala sina chochote nilichokufanya mtoto wa mamkwe. Vipi, unajisikiaje sasa hivi? Najisikiaje kuhusu nini? Si uliniambia unaumwa? Nilikuwa nimesahau mpenzi. Sasa hivi najisikia vizuri. Twende basi tukalale, maana mwenzio nimechoka sana. Kabla ya kulala nina kazi na wewe mpenzi wangu. Najua huko kazini kwenu madhila ni mengi sana. Sasa nataka urelax mpenzi wangu. Unataka kunifanyia nini tena we mtoto? Ulishawahi kwenda spa? Sijawahi hata siku moja. Kwanza napajulia wapi mimi? Basi leo nataka nikufanyie usafi wa mwili mzima. Yaani nataka nikukate kucha, nikukate nywele zote, nikufanyie masaji na pia nikuogeshe. Usiniambie. Hiyo saluni iko wapi nitangulie? Usiwe na haraka mpenzi, ngoja kwanza nichome udi. Hata bila udi tunaweza kuendelea. Wallahi tangu nizaliwe, sijawahi kujihisi mwepesi na msafi kama leo. Ndiyo kazi yangu, kukufanya uwe mwepesi zaidi. Kwa kweli watu wana haki ya kutaka spa zifungwe. Kwa sababu masaji kama hizi, haziwezi kuisha hivi hivi bila mechi. Ila kusema kweli, mke wangu wewe ni fundi. Hivi wewe ni Msukuma kweli? Ndiyo, mimi ni Msukuma, kwani vipi? Yaani imebidi tu niulize, kwa sababu niliambiwa wanawake wa Tanga ndo huwa wanakuwa na mapenzi ya moto kama haya. Sio wanawake wa Tanga tu, hata Wasukuma pia tunayaweza. Halafu mpenzi, ngoja mimi nikazifukie hizi nywele na kucha zako.
Wewe ziweke tu kwenye dustbin, utazifukia baadaye. Mwenzio bado nina hamu na wewe. Hujachoka? Naanzaje kuchoka? Yaani huwezi amini. Hii masaji ulionifanyia ndio imenifanya niwe mwepesi zaidi. Vipi shoga yangu, mbona leo unaonekana mwenye furaha sana? Kwa kweli leo nimefurahi sana shoga yangu. Hebu shika kwanza hizi hela ukajipongeze. Kumbe shoga yangu ukifurahi mambo yanakuwa mazuri kiasi hiki. Hebu niambie hicho kilichokufurahisha na mimi nifurahi. Sio siri, mganga wako kanifurahisha sana. Yaani huwezi amini, sasa hivi mambo yamekuwa bulbul. Na sasa ndo nimeamini kuwa mganga wako sio tapeli. Mimi nilikuambia siwezi kukupeleka kwa tapeli hata siku moja. Kwa kweli nashukuru sana shoga yangu. Hivi unajua asubuhi ulivyoondoka Isiaka alirudi nyumbani? Acha utani Janet. Huwezi amini. Alikuja akanikuta na hangover zangu. Tena nikiwa nimevaa zile nguo nilizoenda nazo club jana usiku. Sasa ikawaje? Yaani alikuwa amekasirika balaa. Nikajua leo naachwa. Sema uzuri wake sio muongeaji sana. Hivyo aliniuliza maswali machache kisha akaniambia anatoka alafu atarudi baadaye tuongee vizuri. Sasa ikawaje? Kiukweli zile hasira zake zilinishtua sana. Hivyo ikabidi nimtafutie yule mganga anielekeze cha kufanya. Na kweli nikafanya kama alivyonielekeza. Huwezi amini Isiaka alivyorudi akanikumbatia, kisha akanipa pesa nyingi ambazo hajawahi kunipa tangu niingie naye kwenye mahusiano. Hongera sana shoga yangu. Kwa hiyo tayari kashaondoka? Ndiyo, tayari kasharudi kazini kwake. Basi inabidi tuende kwa babu tukamalize ile kazi. Babu atasubiri kwanza, maana hiki kirogo nilichompa Isiaka bado kinafanya kazi. Kwa sasa acha kwanza nimalizane na Mudi, ili nikirudi kwa babu ishi iwe moja tu ya kumshughulikia Isiaka. Usijisahau lakini. Hapana, siwezi kujisahau. Kwa sasa nataka nimalizane na Mudi kwanza, kwa sababu nataka yeye abaki na upendo wake wa asili kwangu. Ndio maana sitaki kumpeleka kwa babu, ila akikataa ndo nitajua cha kufanya. Hilo ni wazo zuri, maana kuwafanya wanaume wote wawili wakupende kwa kutumia dawa ni hatari sana. We acha tu shoga yangu. Mimi mwenyewe nimeshangaa hilo pezi liloibuka ghafla kwa Isiaka. Yaani ni zito hilo zaidi ya rojo la biriani. Sasa Mudi naye akiwa vile kutwa nzima atakuwa ananiganda hapa nyumbani hadi tutakamatwa. Hivyo nimeona bora nimwache abaki na akili zake. Vipi kuhusu kazi, una mpango gani? Kwa jinsi ninavyohudumiwa vizuri wala hata sina shida na kazi. Mimi ningeomba kwanza utafute kazi, maana hela za kupewa na watu huwa hazina uhakika wa kuzipata kila siku. We naye, hebu acha mawazo ya kimaskini bwana. Alafu nimekumbuka kitu. Hivi nikitumia kile kibatari kumuita Mudi ili mambo yawe rahisi upande wangu, si inawezekana?